Na sasa naomba nimuite mbunge mwenyeji wetu wa Moshi mjini, Mheshimiwa Priscus Tarimo, naye aweze kutoa salamu. Atatumia dakika 2 za kutoa salamu kutoka hapa Moshi mjini. Karibu sana Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu, Mheshimiwa Naibu Waziri, viongozi wote, itifaki ikiwa imezingatiwa, na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi nishukuru sana kwa nafasi hii niliyopewa. Kwanza, shukurani za kwanza ni kwa wizara, kwako Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu, kwa kuleta kurasa hizi ambazo zote zilizinduliwa ikiwa lakini kitabu hiki cha 4 ukaona utuletee sisi. Tunashukuru sana. Lakini nichukue nafasi hiyo hiyo pia kuwakaribisha wageni wote Moshi mjini ili tuweze kuendelea kufurahia kwa pamoja. Labda niseme tu kwanza kwa Moshi mjini. Sisi tunayo bahati ya kipekee katika wilaya zote ambazo zinauzunguka mkoa wa Kilimanjaro au mlima wa Kilimanjaro. Sisi ni kama last born kwa sababu ni moja ya eneo ambalo tunatumia maji mengi ambayo yanatoka kwenye halmashauri za pembezoni, kwamba vyanzo vyetu vingi vinatokea pembezoni. Lakini kwa bahati sasa, kama inavyokuwa kwenye hata uzao wa binadamu, huyu last born amekuwa amependelewa sana. Sisi upatikanaji wa maji ni 100%, lakini ugawaji wa maji kwa masaa ni masaa 23.5, na maji yetu unayanywa moja kwa moja kutoka kwenye bomba. Sifa hizi ziende kwa mamlaka yetu ya maji, mkurugenzi na watendaji wake wote. Lakini nimewaona wakurugenzi waliotangulia. Nilimuona Mama Msiru, ni juhudi alizofanya kipindi chake, asante sana. Lakini nimemuona Engineer Aaron ambaye naye alipita hapa, sasa hivi yuko kule Dodoma. Wao wote kwa pamoja waliweka misingi ambayo imetufikisha leo hapa, na hauwezi kutenganisha mazingira na upatikanaji wa maji. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba sana Mheshimiwa Waziri, kwa sababu najua sitapata nafasi nyingine, nilishawahi kuongea kwenye vikao mbalimbali ndani, mamlaka za maji zikiwa zinatumia CSR kwa namna yoyote ile, waangalie eneo la mazingira zaidi, eneo la utunzaji wa mazingira. Itatusaidia sana kuhakikisha kwamba tunailinda resource yetu hii. Lakini kwa mfano, uhitaji wetu Moshi mjini sasa sio uhitaji ambao unaweza kwenda kupigania maeneo mengine. Sisi sasa hivi tunahitaji fedha kwa ajili ya kupanua huduma ya kusafisha maji, haswa maji taka. Na hili pia ukiliangalia kwa muundo wake linaenda kusaidia utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo mtaona sasa jinsi ambavyo sisi tunaangalia mbele zaidi. Lakini tumeambiwa tuongelee mradi wa Same, Mwanga, Korogwe. Katika vitu vyote nilivyoviona ambavyo ni vizuri na historia iliyosemwa, ningependa tuunganishe sana mradi huu na juhudi za rais wa kwanza. Wakati kwanza tukumbuke bwawa la Nyumba ya Mungu ni zao la Watanzania wenyewe, kwa sababu ni mradi uliofanywa baada ya uhuru kati ya mwaka 64 kama sio 67, na maprofesa mlioko hapa mtusaidie kudokumenti kwa sababu hakuna mahali nimepata data zake kamili. Na nia yake ilikuwa ni kwa ajili ya umeme, lakini baadaye watu wetu wa Same, Mwanga wakapata na kitoweo cha samaki. Lakini pia leo sasa juhudi zilizoanza kwenye awamu ya kwanza ya urais wa nchi hii za kutafuta megawati 8 za umeme leo zimeenda kuwa ndio chanzo kikubwa cha maji kwenye maeneo ambayo hatukuwahi kufikiria yanaweza kupata maji. Sasa ni vizuri historia iunganishe vitu hivi viwili, kwamba shukrani za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ndio za kwanza kabisa, kwa sababu ndio ametufikisha hapa. Lakini juhudi za baba wa taifa wakati anatafuta umeme na akaona megawati 8 zitapatikana pale, ndio matunda yake tunakula leo. Kwa hiyo nilitaka niunganishe kipande hiki cha historia ili huko mbele wanaokuja waweze kukiona kilivyounganika. Kwa hiyo ni muunganiko pia mzuri wa historia ya nchi
lakini ya mwendelezo wa uongozi ambao ni uongozi bora kabisa wa nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Karibuni sana Moshi. Mungu awabariki. Asante sana. Ni Mheshimiwa Priscus Tarimo kama ambavyo amezungumza kwa ufupi kuhusiana na historia ya maji pamoja na mradi wa Same Mwanga kama alivyozungumza.